إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. إخواني في الله، أين نذهب اليوم؟ Siku ya leo ndugu zangu, tunaelekea wapi? La shaka annana في العشر الأواخر من رمضان، وهو العشر الذي كان الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه. bila shaka tupo katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, 10 ambalo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akijipinda sana. Sasa kwa kuwa tumeshaingia kwenye hili 10 la mwisho, na kwa kuwa tuko mwanzo, imekuwa ni bahati kubwa sana. Yani 10 linaingia, alafu tupo katika siku ya Ijumaa na tunapata khutba, ambapo huenda kwa khutba hii ya leo ikawa baadhi ya waumini wakawa wanajizatiti katika kufanya ibada katika nyakati za usiku, wakafanya kama alivyokuwa akifanya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, unapoambiwa kwamba hili ni 10 la mwisho, yani kuna tofauti na kusema hili ni 10 la tatu. Kwa sababu ukiamua ni 10 la tatu, uende kama kuna 10 la 4, 10 la 5, 10 la 6, lakini 10 la mwisho manake hapo ndio lala salama. Ndio maana inaitwa ile 10 al-ashrul awakhir min Ramadhan, sio al-ashrul thalith 10 la tatu. Al-ashrul awakhir ama al-ashrul akhir, 10 la mwisho. Ina maana kama 10 la kwanza wewe ulizembea, 10 la pili ulizembea, sasa unaambiwa bwana hili ni 10 la mwisho. Mnajua nyinyi katika masala yenu ya soka, endapo kwamba mtu kipindi cha kwanza amefungwa au amefunga, anapoingia katika kipindi cha mwisho anaingia kwa nguvu zote,
aweze kurudisha magoli, aweze kuongeza, apate ushinda matokeo ambayo anayapenda. Jaalieni huu mwezi wa Ramadhani, jaalieni hili 10 la mwisho ni kama vile sasa wewe umeshapoteza 10 la kwanza na la pili, sasa la tatu ili tena hakuna kupoteza tena. Kuna watu humu huenda ikawa hawajasoma Qur'an tangu 10 la kwanza lianze, huenda ikawa hawajaswali swala za tarawih tangu 10 la pili nalo liingie, na huenda hajasikiza darasa zozote zile msikiti wowote ule tangu Ramadhani ianze. Sasa kwa kuwa hili ni 10 la mwisho, inabidi sasa ujizatiti. Kila ambacho umekikosa yatakiwa ukipate ndani ya 10 la mwisho la huu mwezi wa Ramadhani. Na hapa nataka tumuige Al-Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akifanya. Jambo la kwanza ambalo mtume alikuwa akifanya, wanavyoeleza ahlul ilmi, kana yajtahidu fil qiyam wal ibada ma la yajtahidu fi ghairihi. Katika 10 la mwisho mtume alikuwa akijitahidi sana kusimama visimamo vya usiku kwa ajili ya ibada. Alikuwa anajitahidi kwa ajili ya kuongeza ibada mbalimbali katika 10 la mwisho hili. Na imekuja katika hadithi kwamba kana yajtahidu fil 10 al-awakhir min Ramadhan ma la yajtahidu fi ghairihi, kwamba alikuwa akijitahidi sana 10 la mwisho la Ramadhan kwa namna ambayo alikuwa hajitahidi katika 10 mengine. Anaongeza spidi, anaongeza kasi, anaingia kwa nguvu mpya katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Ndugu zangu katika imani, kwa nini mtume alikuwa anakazana sana kwamba 10 la mwisho la Ramadhan, yani anaongeza spidi, anaongeza juhudi ya kumwabudu Allah? Ni kwa kuwa ndani ya 10 la mwisho kuna mambo makubwa sana ndugu zangu, na ukubwa wake utaupata pale Allah aliposema inna anzalnahu fi lailatul qadr, au utaupata ukubwa wake Allah aliposema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku wenye heshima, usiku wenye cheo. Katika aya nyingine Allah anasema katika usiku wenye baraka tumeteremsha Qur'ani. Hii ni Lailatul Qadri, sio mwezi mwingine, sio 10 jingine. Wanasema ahlul ilmi ni 10 la mwisho la huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo aya hii imetaja vitu viwili hapa. Kwanza, kuteremshwa kwa Qur'an tukufu kama Qur'an. Jambo la pili, aya zimetaja ule usiku ambao ndani yake Qur'an iliteremshwa. Ni usiku wenye heshima, usiku wenye cheo. Ulikuwa ni usiku, nasema ahlul ilmi, ilikuwa ni usiku wa mwezi 21 aliposhuka malaika Jibril kwa Mtume salama akiwa yuko peke yake, akamwambia iqra, soma. Kumbuka wewe ni usiku, anashuka mtu ambaye humjui wewe, ana mavazi meupe, alafu anakuambia iqra, soma. Mtume kwa kuwa hajui kusoma, because he was unlettered, hawezi kusoma wala kuandika, akasema ma ana biqari, mimi siwezi kusoma. Yule mtu ambaye ndio malaika sasa akamwadhibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamminya mara ya kwanza, akamwacha mwambia soma. Hakujua, akamminya tena mara pili mpaka mara tatu, ndipo akamfundisha, akamwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Huu ulikuwa ni usiku wenye cheo. Usiku huu Allah ameusifu akasema lailatul qadri khairun min alf shahr. Usiku huu ni bora sana, utamfanya matendo yako ya kheri, inakuwa thamani yake ni sawasawa na ibada ya miezi 83
miaka 83, miezi ni 1000. Miezi 1000 kwa idadi ya miaka unapata miaka 83 na miezi kadhaa. Ibada ambazo pengine wewe hiyo miaka wala hutofikia miaka 83. Mtume asema a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umri wa umati wangu ni kati ya 60 mpaka 70. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik, na ni machache wanaopetuka hapo. Ukifika 80 hao ni wachache. 90 hao ni wachache, sasa wanapata bonus tu sasa. Wanakienua mgongo huko. Wanafika 100 wachache zaidi. Sasa ibada ya huo usiku mmoja, malipo yako unaopewa wewe mwanadamu ulioswali leo mwaka huu 1446 Hijiria au 2025 miladia, unaandikiwa thawabu za miaka 83. Kama ni hizo ofa, ndugu zangu, ni ofa kubwa iliyoje. Unaandikwa si big offer, si ofa kabambe, alafu mpaka utoe buku, alafu unaongezewa siku kama 200, si 100 ngapi. Ofa kabambe sasa ndiyo hii. Ibada ya siku mmoja inakuwa thamani yake sasa na miaka 83, miezi 1000. Kuna ofa kabambe kushinda hii, ndugu zangu katika imani. Sasa wewe ujalie kwa mwaka huu umepata usiku huu wenye cheo. Mwakani umepata usiku huu wenye cheo. Mwakani tena umepata usiku huu wenye cheo. Kwa hiyo 83 ongeza 83 ongeza 83, alafu unazidi kuongezeka. Kila ukienda miaka yako unajitahidi kupata usiku wenye cheo. Utakuwa umefanya ibada sawa sana miaka mingapi, ndugu yangu katika imani? Ndiyo maana sasa, kwa kuwa usiku huu uko ndani ya kumi la mwisho, Mtume alikuwa bana umpi lolote, yani umwambie lolote akakuelewa. Mtume alikuwa siku, yani kumi la mwisho hili ilikuwa likiingia tu, anachokifanya yeye anakaa itikafu 10 lote la mwisho. Anakaa itikafu. Na itikafu ni ibada kujilazimisha kuwepo msikitini. Kwa hiyo Mtume alikuwa yupo msikitini 10 lote la mwisho. Alipofariki yeye pia, waliokuwa kiendeleza itikafu pale ni wake zake. Thumma atakaf azwajuhu min ba'di, kisha wake zake baada yake pia walikuwa wanaendeleza mwendelezo kama huu. Huyu ni Mtume salama ambaye Allah shamsamehe dhambi zake. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ashasamehewa madhambi huyu, lakini bado yeye anahakikisha kwamba anakaa itikafu msikitini kwa ajili ya ibada. Ndugu zangu katika imani, huu ni mwezi, hili ni 10 la qiyam. Mtume alikuwa amejiandaa kuingia msikitini kufanya qiyamul laili, kuswali swala zake za usiku. Lakini yeye alikuwa kusema kwetu alisamehewa madhambi, lakini yeye alikuwa kama atasimama ibada za usiku, basi mpaka miguu yake inaweza ikamvimba, miguu inavimba, inafutuka miguu inavimba. Mpaka kaulizwa na mkewe Aisha radhiallahu anha kwamba vipi Rasulullah, kwani wewe si Allah shakusamehe madhambi yako? Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, madhambi yako yaliokuwa yameshapita ambayo pia tukokuja baadaye, hayo makosa tukafanya madogo madogo Allah shakusamehe tayari, mbona wajisumbua? Akasema afala akunu abadan shakura, je mimi basi, yani nisiwe basi ni mja mwenye kumshukuru Allah, kwamba mimi sasa ni madhambi yangu basi ndio nibweteke kabisa, nimerelax, sina wasiwasi, sina tarawehe, sina swala za jamaa, sina nini, kwa sababu mimi ni mtu ambaye shaitwa tayari guarantee naenda peponi. Kwa hiyo kumbe ibada zote mpaka miguu inavimba, asema niwe ni mja mwenye kumshukuru Allah jalla jalaluhu. Je, wewe na mimi wote tumepambana tupate pepo kwa hizi ibada zetu, tunaminyana tupate pepo ya Allah, bado Ramadhani yote na mpaka inaisha wewe swala zako sio za jamaa, tarawih wasema huiwezi, lakini siku ya mpira kama ni Simba na Yanga
kama ni zile timu za kimataifa kwa nchi za nje, wewe utapata muda kuangalia mwanzo mpaka mwisho. Ila tarawih sasa jamaa mbio wana speed imam huyo, haya sio mchezo. Uko kwenye TV umeisha channel. Sasa wewe ambaye watafuta pepo kwa hizi amali zako unazozifanya hizi, uende kali za magumashi, uende kali ziko vizuri, ziko perfect, bado umekuwa mvivu. Lakini huyu al-Habibu al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko front line katika masuala ya ibada za Shia. Ni kundi la mwisho hili mkana. Hadithi kundi la tatu, kundi la mwisho, kundi la lala salama. Tumewekewa somo ndugu zangu, hii somo ni katika vipimo vya kuwajua watu wenye imani. Ndio maana somo hii imefaradhishwa wakati mtume yuko zake Madina, sio Makkah al-Mukarrama. Makkah ilikuwa kuna swala. Takriban mwaka mmoja na nusu kabla ya kuhama, habari ya swala ilifaradhishwa. Lakini somo waliacha Waislamu kwanza wa relax kidogo, wajenge imani zao. Walipofika kule Madina sasa, mwaka wa kwanza wakaachiwa wale kujenga imani zao, pamoja na watu wa Madina pia wajenge imani zao. Wa Makkah na Madina wajinoe kiimani. Sasa kufika mwaka wa pili sasa, Allah akawaambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu ambao mna imani, enyi waumini, kuanzia sasa mmefaradhishiwa kufunga, na hamwanzi nyinyi tabia hii ya kupimwa imani, ya kupewa zoezi la ufungaji kwa watu wenye imani. Limeanza zamani, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama lilivyokuwa zoezi hili linafanyika kwa waliopita kabla yenu la kufunga, lengo mpate kuwa wacha Mungu. Sasa Waislamu wakaanza kufunga, lakini kabla hapo kwa na Ramadhani kulikuwa na saumu tu ya Ashura. Watu walikuwa wanafunga saumu ya Ashura, ilikuwa ndio lazima, ni siku moja tu, siku ya 10 ya mfungo 4. Lakini kaja zoezi zima la kufunga mwezi mzima, mwezi wa Ramadhani, na hapo unausaka ucha Mungu, la'allakum tattaqun. Allah anapowaletea neno la'alla kwenye Qur'ani, basi hapo linafundisha uhakika. Kama utatekeleza somo barabara, ucha Mungu utapata. Lakini kama itakuwa somo yako ni ya magumashi, ucha Mungu hauwezi kupatikana. Kwa hiyo jitihada mtu alikuwa anazifanya katika mwezi wa Ramadhani ilikuwa ni kubwa. Katika hizo mtu alikuwa anasoma Qur'an, katika hizo alikuwa anaswali usiku, katika hizo anazidisha dua. Kwa hiyo kama utampata mtu usiku ule wa heshima, yuko ndani ya qiraatul Qur'an, yuko ndani ya kusoma dua, yuko ndani ya qiyam, anafanya ibada, ni wema ulioje huo. Sababu huu ni usiku, lazima ukukute tuwe mwanadamu. Ukukute usiku huu unakoroma, unaja ibada, ukukute usiku huu wewe unadanga huko maporini amani wapi, usiku huu ukukute wewe unafanya mambo yako labda, usiku huu ukukute wewe unasoma Qur'ani, utakukuta tu hali yote ile. Sasa unakuta usiku wewe katika hali gani? Usiku ukukute unaangalia tu mpira. Maana Mtume alikuwa ameamua atafarraf na ibada, ajiweke msikitini maalum kwa lile 10 la mwisho lote kwa ajili ya ibada tu, hataki mambo mengine. Ikawa kwa mkewe pia ilikuwa haendi, anatoa kichwa kwenye dirisha hivi, anatana nywele na mke wake, alafu anarudi ndani. Kwenda nyumbani kwake ni kwa dharura tu. Sio kama itikafu zetu hizi, mtu analala msikitini, akiamka asubuhi na Dar es Salaam na sijada anasema na itikafu bwana, kwa mume na itikafu, anafanya mambo yake alafu anarudi zake, alafu pia hapa anapiga tena itikafu. Angalau huyo amejitahidi sana, kwa sababu ni utafutaji wa maisha,
mambo ya riziki. Lakini kama unaweza 10 la mwisho, kama una uwezo wako vizuri kabisa, wewe achana mambo yako yote, wewe tukafiri unaingia zako chooni, unarudi zako Qur'ani, ukichoka unalala kwa msikitini usiku na mchana. Yote nini? Kutafuta zile kheri, kutafuta usiku wenye cheo, kutafuta fadhila za Allah, kutafuta huruma zake. Angalau tuhurumie sisi waja wake ambao tumemkosea katika miezi yote iliyokuwa imepita hiyo. Angalau uonyeshe ile respect. Ndani ya mwezi mmoja tu umeshindwa, ndani ya siku 10 tu useme Mola wangu mlezi, mimi ninashinda msikitini na lala siku kwa ajili yako. Lakini wengine sitaspika kusema unaspika natoka huko ise hapo yuko kitandani hapo, ndio nasikia usomaji huo sio mchezo, alafu wanaendelea kulala. Ndugu zangu katika imani, Mungu akujalie katika watu ambao kusikia maneno akafuata waliokuwa mazuri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, mimi nasisitiza swala zima la kufanya ibada katika 10 la mwisho ambalo nimeshaanza tayari. Wengine jana naanza jambo laili, wengine wanaanza leo, kwa sababu 10 la mwisho ni ule unaoita mwezi 20 sasa kuamkia mwezi 21. Pale ndo unaanza kuhesabu 10 la mwisho. Umefunga mpaka siku ya 20 sasa. Ile siku ya 20 ukishamaliza kufuturu tu pale, ama ukianza tu kupata futari yako pale, ujue pale sasa limeanza 10 la mwisho. Na kwa sababu Lailatul Qadri inakuwa ina rotate, yani haiwi kwamba kila mwaka katika siku moja. Alielimu anasema kwa Lailatul Qadri ina hama. Mwaka huu inaweza kuwa mwezi 21, mwakani inaweza kuwa mwezi 23, ikawa labda mwezi 25, mwezi 27, mwezi 29. Sasa kuna tabia ya baadhi ya watu, yani kujibetesha, wakabeteka wakasubiri siku moja tu mwezi 27. Kama leo bwana, leo ni Israeli hapa, leo bwana ndio usiku wa 7 mwenyewe huu aliutabiri huu hapa ni Israeli leo. Wengine kwa ajili hiyo, wengine kwa ajili ya baadhi ya sadaka na mifungo pia kuenda inatengenezwa vizuri. Baadhi ya vitu fulani vitamu vinatoshea watu kuhudhuria kwa wingi. Lakini nataka kusema kwamba usisubiri huo mwezi 27 peke yake. Siku wa saa ambayo Mtume alionyeshwa katika ndoto akaambiwa kwamba hii ndio siku ya Lailatul Qadri, Mtume alisahau. Nipita katika hadithi, Mtume wakati ashadi wa siku alikuwa anakuambia masahaba, akakutana na ugomvi njiani, watu wanagombana kwa ajili ya kufanya suluhu pale suluhisha. Mpaka amefika pale, nafika kule kwa wale Waislamu sasa kueleza wale waumini, akawa amesahau. Asema nasitu au unsituha, mimi nimesahau, mimi nimesaulishwa usiku huu. Ilikuwa naujua kwamba ni usiku maalum huu. Lakini akamwambia basi iltamisuha fi al-ashr al-awakhir min Ramadan fi al-awtar. Huu usiku tafuteni sana katika siku za witri za 10 la mwisho la Ramadhani. Siku za witri za 10 la mwisho tafuteni humo, yajitahidini humo, usikose. Sasa ndio 10 la mwisho. Sasa atakuambia kitu gani? Ifbali na mpango wa kulala siku ya leo, bado na mpango wa kukoroma, bado na mpango huo, bado na mpango wa kutafuta pepo, ama huna mpango? Kama utafuta pepo, wale waja wote wema katika 10 la mwisho ili huwa hawalali, isipokuwa wanalala kwa muda kadhaa tu ili kupata nguvu. Wengine wanasinzia tu, akiamka katika nyumbani, akiamka kuna hivi, akiamka kuna lile, akiamka kuna lile.
Maana kuna baadhi ya wengine walikuwa pia huu mwezi wa Ramadhani hawasomeshi pia. Wanajikita wao kufanya ibada wao kama wao. Wanasoma Qur'ani wenyewe, alafu wanafanya kiamu laili wenyewe. Mambo kama sisomeshe kitabu gani sema subiri Ramadhani kwanza iishi. Ingawa wengine walikuwa wanasomesha mwezi mzima na kila kitu. Kwa lazima kwa ratiba zako kwamba usimame usiku ufanye ibada. Ila kuna kitu kimoja. Kuna baadhi ya waumini ukimwambia kwamba simama usiku ufanye ibada, huwa hajui ibada zafanywaje. Mwingine hahudhurii msikitini lakini kwa kusikia hutuba hata ni kwa nje. Sasa shahidi mimi ninahamasika takaje naanzaje? Chukua udhu wako vizuri kabisa. Elekea kibla. Swali rakaa 2, toa salamu. Simama tena, swali rakaa 2, toa salamu mpaka zifike rakaa 8. Kama unataka na nguvu mpaka zifike rakaa 8. Alafu swali tena rakaa 2, toa salamu, rakaa 1, toa salamu. Rakaa 11 hizo. Hicho ni kiamu na ile utakupiga tayari. Ukitaka utaongeza, ukizidiwa utapunguza. Upate hata kwa uchache rakaa hii, rakaa 1 tu. Maana kuna siku pengine mtu ameamua atakaswali lakini amechoka. Waja wema walikuwa wanafanya angalau rakaa 1. Witri. Bwana anatuambia ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi wa rattil qur'ana tartila. Anaambia mtume hapa leo nifunika kilika, simama usiku fanye ibada. Qumil layla illa qalilan, simama usiku fanye ibada, isipokuwa usiku mchache sana. Nisfahu, nusu nzima usiku fanye ibada. Au inqus minhu qalila, ama punguza kidogo, au zid alayhi, ama zidisha. Halafu warattilil Qur'ana tartila, na isome Qur'ani vizuri kabisa kwa tartil. Kwa hiyo manabii wote wanaoona hao, kwa wao kiamu wao ni wajibu, wanasimama siku wanafanya ibada za usiku. Sisi ni sunna. Na hao watu wenye malengo makubwa, hao maulama wanawasikia wote ni watu wa kiamu laili. Sasa huna kiamu laili, huna cha witri, huna cha tahajjud, sijui huna cha Qur'ani, alafu kwamba wewe ni mtu mkubwa, una mambo makubwa na fikra kubwa. Mtu wote mwenye fikra kubwa, mwenye mambo makubwa, mwenye mission na vision kubwa, lazima usiku apate muda asimame azungumze na Mola wake mlezi. Hiyo naandika vitabu, hiyo nataka kwenda katika makongamano, hiyo atashauriwa kwa kiongozi wa jamii hiyo nzima. Lazima usiku fanye ibada. Allah anakuongoza. Na kuna faida gani kufanya ibada kama hizi? Tunatuambia katika hadithi kwamba man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtu wote kama atapata nafasi akisimama usiku huu wenye heshima, wenye cheo, akafanya ibada, amesimama kwa imani ya kweli na utaraji malipo kwa Mola wake mlezi, huyu mtu anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa kuna takfiru dhunubi hapo, anasamehewa madhambi yako. Sasa nani ambaye hapa hana dhambi? Nani ambaye hana dhambi? Anyoshe mkono ni mmoja. Kwa sina dhambi aseme. Sasa tunasema ukisimama usiku huu wenye cheo kwa ajili ya kufanya ibada, madhambi yako uliokuwa umefanya unasamehewa. Wewe unataka nini tena? Kama mfano wewe huna pesa, alafu kwa mtu sawana ukija hapa nakupa pesa, utakwenda ama huendi? Na anatoa tu. Sasa kwa nini wewe usiswali ukasimama usiku ili angalau madhambi yako yasamehewe? Ikiwa mtu mmoja alikuwa anasema mpaka miguu inavimba, wewe ambaye miguu yako hata haivimbi, kwa nini usisimame angalau hizo siku chache zilizokuwa zimebaki? Ndio katika imani. Nihitimishe kwamba Allah ametupenda kutupa huu mwezi wa Ramadhani, na akatuambia hatuanze sisi, ila wenzetu waliopita pia nao wenye imani kama sisi aliwapa jambo hili.
aliwapa faiza kufunga. Na sasa tunaendelea tuwe wacha Mungu, na ucha Mungu katika definition yake kubwa kabisa ni mtu kufikishwa mahala na Mola wake kawa anafanya matendo mema, anaacha matendo mabaya. Ifikia level hiyo kwamba mabaya huna habari nayo tena, mema ndio unawakimbilia, basi takuwa hapo umefika katika lengo la kupata ucha. Vinginevyo itakuwa bado kabisa. Jambo la pili ni kwamba kumi hili la mwisho la Ramadhani, kila mmoja apaweke azma kwamba kuanzia leo mpaka mwisho kabisa wa Ramadhani, kilele katika Ramadhani, yeye atakuwa ni ibada ya usiku. Iwe ni msikitini, iwe nyumbani kwake, popote pale, iwe ni kazini alipokuwa yuko, maana kuna wengine kazi zao ni usiku. Sasa iwe ni kazini, iwe ni nyumbani, iwe ni msikitini, sio bora. Lakini kijiji kwa nyumbani kwako sawa. Kama utasali jamaa na familia yako sawa. Kama hakuna msalina ni wewe peke yako, piga mwenyewe au kwa nyumbani kwako.